watakwenda kwenye masuala taasisi ya rushwa. Sio sisi watu wanatuuliza kwa nini yanatoka tuhuma za rushwa sijui nini. Sisi tunajua kwamba tuna limiti yetu na watu wa rushwa wako wanajua, lakini kuna mambo mengine pia yanahusu masuala ya udhibiti wa madawa ya kuongeza nguvu pamoja na madawa ya kulevya kwa wachezaji wetu. Pia vimekuja vipengele hivyo. Sisi tumepitisha kwamba tutaanza na utaratibu wa kuweza kwenye ligi yetu kufanya utaratibu wa uchunguzi, lakini hatukuweka adhabu kwa sababu wako taasisi inaitwa WADA ipo Tanzania, na hiyo ndio inayotoa adhabu mbalimbali kwa watakao kutwa na hayo majanga. Kuna masuala yalikuwa yanaongelewa yanayohusu kusajili wachezaji 40. Hii sio kanuni hii, wala hatujabadilisha, ilikuwepo toka nyuma huko. Tatizo hamsomi kanuni. Hamsomi kanuni. Hii ilikuja wakati ule wa COVID pamoja na kuongeza idadi ya substitution ambazo zinafanyika. Tumetoa msisitizo tu kwa sababu mwaka huu ligi itabana kidogo. Kwa hiyo tumesema bana, mnaposajili nyinyi basi msajili 40 wazuri sawa sawa. Msije mkasajili wazuri 12 mkabaki na wengine kuongeza idadi, kwa sababu tuwe na wigo mpana. Mtu asije akasema mchezaji anachoka kama wachezaji 40 na wachezaji wanaocheza ni 11 na kwenye benchi kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40 kwa sababu tunaruhusu pia vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20, na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba angalau wawili wawe kwenye line up na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze, na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi, kwa sababu tumeweka makusudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakaokuja kusaidia kwenye timu ya taifa. Lakini kuna jambo jingine ambalo pia sio jipya, isipokuwa nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuatwi. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi na tumeirisi hiyo kanuni. Nakumbuka tulitengeneza wakati wa uongozi wa Mzee Tenga kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali, na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi. Tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu, kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu kwamba mchezaji katoka huko quality yake ndogo, acheze timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa, lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike. Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watarudi wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya. Lakini kwa sababu wenzetu nyinyi wengine ni wageni, wengine hapa ni waandishi wa habari, wakati Mzee Tenga anatunga hiyo kanuni ya wachezaji wa timu za taifa wa kigeni hamjaingia kwenye habari, na bahati mbaya sababu kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, sasa ndio inatokea hivi. Lakini unakuta kuna mijadala tena. Juzi kuna ndugu yetu Jamhuri aliongea, kazungumza mambo ya mwaka 70 na kitu, wengine hata wewe kaka yake Super Kiwelu hamkumuona kucheza. Amezungumza huko. Hivi leo naambiwa mimi naletewa
email zangu zimejaa, naletewa mashtaka kumchukulia hatua jamhuri. Hata wale wanaojua sheria kusema kuna sheria nyingine, kuna tukio limetokea lina miaka fulani hivi, hata kama limetokea kana haliwezi kupelekwa hata mahakamani. Leo mwataka wakati huo Kiwelu anacheza huko, mimi nilikuwa nasoma. Leo nimekuja hapa mniambie leo ndio nimchukulie hatua, kisa kazungumza mwenyewe, kaamua kujilipua, mwache aendelee. Kasema mwenyewe endelee, lakini halituhusu. Kwa hiyo msipoteze muda mwingi kujadili vitu ambavyo havina msingi. Vitu ambavyo vina msingi ndio tuvijadili, vinaleta kwa sababu sisi hapa ni binadamu, na sisi tunafanya kazi, lakini kutokana na taratibu. Bahati mbaya sana tunakuwa na mihemuko. Tunakuwa na mihemuko, au tunataka, au ni watu wengine wanatu influence tufanye hivyo. Hatuwezi kuzuia, lakini ni vizuri tukaangalia ili tuweze kubalance kidogo.